Taarifa za chini chini zinasema kwamba tayari klabu ya Young Africans imekwisha kukamilisha usajili wa kocha Mreno, kocha kutoka kule Lisbon, Ureno, kocha Pedro Goncalves ambaye ni kocha ambaye mwezi wa 9 aliachana na timu ya taifa ya Angola, kocha ambaye amecheza na timu ya taifa ya Angola kwa jumla ya michezo 55. Michezo 55 ni michezo mingi sana. Amekuwa na timu ya taifa ya Angola ya senior team tangu mwaka 2019 na hivi sasa ameachana na timu hiyo rasmi. Kocha ambaye ana profile kubwa ya soka la Afrika kwa mujibu wa Transfer Market. Ni kocha ambaye tayari ameshafundisha timu ya vijana ya chini ya miaka 17 ya Angola, lakini pia amefundisha timu ya vijana ya chini ya miaka 10 na chini ya miaka 20 ya Angola pia kwa mwaka 2019. Ni kocha ambaye ana profile nzuri. Ni kocha pia ambaye amefundisha klabu ya Primeiro de Agosto ya kule Angola mwaka 2015 mpaka mwaka 2018, lakini pia ni kocha ambaye amefundisha Sporting ya kule Lisbon. Amefundisha timu hiyo tangu mwaka 2000 mpaka mwaka 2015. Amekuwa akifundisha timu ya Sporting ya kule Ureno, timu ya vijana ya Sporting. So ni kocha ambaye ana profile kubwa na Young Africans wana taarifa zinathibitisha kwamba tayari klabu ya Young Africans imekwisha kupata saini ya tayari klabu ya Young Africans. Ni swala la muda tu kabla hajamtangaza kocha huyu kuja kuitumikia klabu ya Young Africans. Ni kocha ambaye ana profile kubwa, kucheza ndani ya bara la Afrika kwa tangu mwaka 2019 mpaka mwaka 2015. Ni kocha ambaye amekaa muda mrefu sana na timu ya taifa ya Angola na amecheza jumla ya michezo 55 na timu ya taifa ya Angola. So huyu kocha ndani ya mwaka huu pia amefanikiwa kushinda kombe la Kosafa na timu ya taifa ya Angola, kombe ambalo alilishinda akiwa na timu ya taifa ya Angola. Unajua ilivyo ngumu kushinda kombe ndani ya bara la Afrika, lakini kocha huyu, kocha wa makombe ndani ya Young Africans, anatua akiwa na experience kubwa ya soka la Angola ambalo amekuwa akifundisha huko kwa muda wa miaka mingi sana. So Young Africans, taarifa zinasema kwamba Young Africans tayari wameshapata kocha. Ina maana mechi ya leo ambayo Young Africans watakuwa wanacheza, kocha Goncalves atakuwa yuko jukwani akiwaangalia wachezaji wake, akiziangalia silaha zake ambazo anaenda kufanya nazo kazi siku si nyingi ndani ya klabu ya Young Africans. So tayari Young Africans wampata kocha, lakini pia inasemekana kocha huyu anakuja na wasaidizi wake kutoka huko alikokuwa anafundisha mpira, wasaidizi ambao pia ni makocha wa Reno ambao wanakuja kuungana naye ndani ya klabu ya Young Africans kufundisha mpira katika klabu ya Young Africans. So ni swala la kusubiri na kuona Young Africans watawatangaza makocha hao lini, kwa sababu alikama alituambia ndani ya wiki hii mambo ya kutafuta kocha, procedures zitakuwa zimekamilika na Young Africans watakuwa tayari na kocha mkuu. So kwa siku hii ya leo tusubiri baada ya mechi, labda pengine inawezekana Young Africans wakamtangaza kocha Pedro Goncalves kwa kocha hao mkuu ndani ya siku chache ndani ya msimu huu na misimu mingine inayokuja. So unafikiri nini mwananchi wewe? Kama ni mwananchi, unafikiri huu ni usajili ambao Young Africans wamepatia au wamezingua? Tukutane kwenye comment maoni yako kuhusiana na kocha huyu ambaye ana profile kubwa ya kufundisha mpira ndani ya bara la Afrika, specifically akifundisha mpira katika nchi ya Angola kwa miaka mingi sana, akiwa na timu za vijana, lakini pia akiwa na timu ya taifa ya wakubwa senior team ya kule nchini Angola, na ameachana nayo mwezi wa 9 na sasa anatoka kujiunga ndani ya klabu ya Young Africans. So unafikiri nini? Huyu ni kocha ambaye anafaa kwa mahitaji ya klabu ya Young Africans? Yes, ni kocha ambaye pia anapendelea mfumo wa 4-3-3, mfumo ambao kocha wa sasa hivi wa Simba ambaye wanaye Dimitri Pantev, meneja wa timu ya Simba, ndio mfumo ambao anaupendelea. Na kocha huyu ambaye Young Africans inasemekana tayari huduma yake wameshaiweza kuisekiwa, ni kocha ambaye anapendelea mfumo wa 4-3-3. Je, tutegemea mabadiliko yoyote ya kiuchezaji ndani ya klabu ya Young Africans? Tutegemea mabadiliko yoyote ya kimbinu? Tutegemea nini katika msimu huu ambao tayari Young Africans wamekwisha kupata mtaalamu mpya wa kimbinu ndani ya klabu yao?